naitwa Idris Mohamed. Naomba niongee tu kwa kifupi kwa dakika moja pia nizungumze. Kwa wale wanijui, mimi ninaishi sehemu ya Maungu na mimi ni mwanasiasa, na mwaka 2022 niligombea kiti pande ile, na vile vile mwaka 2017 pia niligombea. Huwa hatuanguki. Unajua watu husema ati mnaanguka, hapana, kikapu ndio huwa kijai. So ukiona mtu kama Azara amechaguliwa, ujue kikapu yake inajaa, lakini yetu kikapu inaingia, lakini haitoshei ile ya kuingia, lakini tuna matumaini ya kwamba ipo siku tutafika hapo. Mimi kama mwenye member na executive katika timu yetu ya Taita Taveta Kushiti Council of Elders, mimi niko na ombi wa jamii yetu ya Kushiti. Jamani, hii timu iko hapa, jamani, tuishikeni mkono. Tuache kupigana vita sisi kama jamii. Kwa sababu ile kazi ndugu zetu chairman wetu wamefanya, mimi nikiwa naishi katika hii county, hakuna watu washawahi kutuita wakatukalisha namna hii. Kwa hivyo huyu mwenyekiti na timu yake wanafanya kazi nzuri sana. Naomba tuwapigie makofi. Mimi nikikumbuka mwaka 2019, 16 huko 18, katika hii county jamii yetu ilikuwa inanyanyaswa sana kwa masuala ya vitambulisho. Mimi niliamua niende Garissa, niende Mandera. Nilienda vetting. Hata sasa hivi niko na vetting card kama 5 kwa nyumba. Kwa sababu gani? Nilikuwa naambiwa niende, naambia siendi. Tutabanana hapa kwa hii county. Kwa sababu gani? Tulikuwa tunanyanyaswa, hakukuwa na msemaji. Leo hii tuko na msemaji wetu, tuko na amiri jeshi wetu. Kwa nini tusimshike mkono na tusukumane naye? Wakati huo ulikuwa mimi nasukumana peke yangu, masuala ya kitambulisho tunachukua wanahabari tunazungumza. Mpaka leo hii mimi nikapata kitambulisho katika hii kaunti ya Taita Taveta. Kwa sababu ya kusukumana peke yetu, hakukuwa na wazee wenye wanaweza kusema hawa wananyanyaswa, jamani tuwaleteni wasaidiki. Kwa hivyo leo hii imefika mahali tuko na viongozi wenye wanaweza kutueleza na tukawasikia. Jambo lingine, miaka hiyo ya nyuma kulikuwa na shida, ngamia zilikuwa zinatimuliwa katika hii kaunti. Watu walikuwa wanaumizana, kulikuwa na bala, hakukuwa na viongozi wenye wanaweza kalisha jamii mbili wakaweza kuelewana. Lakini leo hii tuko na kiongozi mwenye jambo lolote likitokea, pamoja na viongozi wetu wako hapa, wanaweza kalisha jamii mbili watu wakaelewana. Ndio unapoona toka tuanzishe hii kikundi hakuna fujo ama hakuna jamii zimegongana. Kwa sababu gani? Lolote likitokea mwenyekiti wetu anaelezwa. Kwa hivyo sisi kama jamii tusikue kama vile Seneta Kilele anasemaga hivi, tusikue kama maviambuzi, tukiwa ndani tumeshikana, lakini tukitoka kila mmoja anaanguka kivyake. Kwa hivyo tushikane sisi kama jamii, tuwe kitu kimoja, tusonge mbele. Jambo la mwisho, sisi kama jamii ambao tunaishi katika hii kaunti, hebu tuangalieni hao jamii zingine wanaishi katika hii kaunti vile wameendelea kushinda sisi. Angalieni Wakamba. Wakamba leo hii wako na magorofa hapa Voi, na walianza mchezo vile sisi tumeanza, na leo hii wako na magorofa, wanapata rent, wanapata nini, wanaendelea. Je, sisi tukigawanyika, tukue siku na mrengo A, siku na mrengo B, tutafika yale malengo wale wamefika? Kwa hivyo tuungane tufike yale malengo wa ndugu zetu wamefika. Mimi naunga mkono hii kamati na hii Taita Taveta Kushiti Council of Elders. Mimi naiunga mkono kabisa 100%, na ndio maana nilijitokeza nikasema mimi sitaki kuwa mnafiki, sitaki kwenda ile timu nyingine. Mimi nashikana na hawa kwa sababu alinishika mkono, wakaniita tukafanya na wao kazi, wakanipea nafasi, ndipo mpaka leo niko na wao. Kwa hivyo hao ndugu zetu ambao wako hapa wamefanya jambo zuri sana. Mimi nawaomba ndugu zetu wa jamii ya Kushiti, kama wewe unajua unaishi katika hii kaunti, usiende ukapeleka kura yako kaunti nyingine. Mimi nawaomba, kwa sababu mimi ni mtu niliomba kura pale Maungu, na mimi najua wakati wa kuomba kura, mimi najua niko na watu 1000 nyuma yangu. Lakini ile wakati ya kuamkia kura, magari yamekuja, huyu anaenda kupigia Nadhifu Jama, huyu sijui anaenda kupigia Abdi huyu mpaka mimi ninabidi nachukua wazee, naambia twende, shika hiyo gari, si bebe, shika hiyo gari, mwa namba plate zuieni, kwa sababu gani? Mnatupatia kazi. Kwa hivyo ile kitu mimi nawaomba jamani, vile tunaishi katika hii kaunti na tumetangamana na ndugu zetu wa Taita, hata sisi tupige kura na hapa mahali tunaishi, kwa sababu ushuru tulipa hapa, si ndio? Na watoto wetu wanasoma hapa. Leo hii wewe utaoa hapa, utazaa watoto wako hapa, kesho wapeleka mtoto high school anaambiwa leta kadi ya kura, hauna kadi ya kura.
wewe uko na kura ya North Eastern, itakusaidia hapa katika hii county kweli? Kwa hivyo wale ambao wanaishi katika hii county tunawaomba, kata kura, tayari IEBC kwa pale, badilisha. Mimi najua wengi wetu hapa, wengi wao kura ni za nje, wengine Tana River, wengine Moyale, wengine Marsabit. Tafadhalini wale viongozi wako huko, hata sisi tunaweza chagua viongozi wetu hapa. Kwa hivyo tushikamane, tuchukue kadi ya kura hapa hapa tuweze kusonga mbele. Jambo la mwisho, sisi kama jamii ya Waislamu, sasa mimi naongea sasa kama Waislamu, ukitokea kiongozi wa Kiislamu amekuja mbele yenu akaambia jamani nipeni kura, sisi tuangalie, tushikane, tusaidiane kama jamii na kama jamii ya Waislamu. Nikimalizia, nimepata salamu, nimepewa salamu niwaletee na PS Shadrack Mwadime. PS Shadrack Mwadime mnamjua, ni katibu katika serikali ya William Samoei Ruto. Ukiangalia huyo PS nilimwalika, akaniambia niko US, ako United States of America, na ameniambia ukifika hapa siku ya leo wasalimie. Mmepokea salamu za PS Shadrack Mwadime? Jambo la pili, ameniambia nikuje niwaeleze jambo moja tu. Ameniambia 2027 atakuja kwenu kama Taita Taveta Kushati Council of Elders, atakuja ataomba kiti ya ugavana, na nyinyi kama Taita Taveta Kushati Council of Elders mumsikilize kama vile mtakuwa mnasikiza wale magavana wengine. Kwa hivyo nimepeana salamu yake na mmezipokea, sina namna hiyo.